Mwadhama Kardinali, washama askofu wakuu, washama askofu, waumini wote wa Kanisa Katoliki, wapendwa wanajamii wa Tanzania, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, asubuhi ya leo limepokea taarifa za masikitiko makubwa ya kuondokewa na mpendwa wao Baba Askofu Bernardin Mfumbusa, askofu wa jimbo la Kondoa, ambaye amefariki akiwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu mnamo saa 11:45 alfajiri asubuhi ya leo. Ni tukio la ghafla kwa sababu ni kweli alikuwa anapata matibabu ila kuanzia jana alipata tatizo la wanaita cardiac arrest asubuhi, na hiyo ndio ikapelekea hali yake kutokuwa nzuri, na akiwa uaskofuni kwake Kondoa akamkimbiza kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa, ambako pia usiku walipomfikisha baadaye tena akapata cardiac arrest nyingine. Matibabu ya mwanzo yalionyesha matumaini, lakini ilipofika jana usiku hali ilizidi kuwa tete, na hata hiyo muda ukafika akawa ametuacha. Ni kwa masikitiko makubwa tumepoteza askofu kijana ambaye ana miaka 64, amezaliwa mwaka 1962. Kiuongozi ndio alikuwa tu ameanza, na amepewa askofu mwaka 2011 akiwa askofu mwanzilishi wa jimbo Katoliki la Kondoa, na hivi bado jimbo changa, na ameliacha akiwa analitumikia kwa moyo wake wote na nguvu zote. Kwa hiyo tunapenda kutoa taarifa hii kwa jamii yote, na tunapenda pia kuelezea kwamba kama Wakristo tunamwamini Mungu ambaye ndiye aliyetuumba sisi kwa sura na mfano wake, ambaye anatushirikisha maisha yake ya kimungu tukiwa hapa duniani kwa matendo yetu mema, na baada ya kudumu katika matendo mema, baada ya kufa anatushirikisha maisha yake ya uzima wa kimungu huko mbinguni milele yote. Kwa hivyo tupokee msiba huu wa majonzi makubwa, lakini ni msiba ambao tunapaswa kupokea kwa macho ya imani ya Kristo mfufuka. Tunaposherehekea sikukuu ya Pasaka na kukumbuka maadhimisho ya Pasaka, tukumbuke pia ni katika ufufuko Bwana wetu Yesu Kristo ametuhakikishia kwamba kifo si mwisho wa maisha, ni hatua moja kuelekea maisha ya uzima wa milele. Kama mtu umekuwa umeishi vizuri na umemtumikia Mungu vizuri na umeishi na wenzako vizuri, basi unaenda katika uzima wa Muumba wako kuwa na yeye milele yote. Ningependa jamii yote ipokee msiba huu kwa mtazamo ule, na taarifa za mazishi ni wazi, mazishi yatafanyika wiki ijayo. Bado tunasubiri ratiba rasmi kutoka jimboni, na hivi tutapewa taarifa rasmi kwamba mazishi yatakuwa siku gani wiki ijayo. Kwa hivi kwa sasa bado kamati za kijimbo zinafanya taratibu zake ziweze kutupa muda, ila tumeona tutoe taarifa kwa sababu tayari ameshafariki na tunajua tuna msiba, na tunapenda kuweka rasmi sasa kwa utaratibu ule. Kwa tuna taarifa na jamii wote wa Tanzania. Ni kiongozi wa kiroho, lakini alikuwa pia kiongozi wa watu. Ni wazi Askofu Mfumbusa wa jimbo Katoliki la Kondoa, askofu wa kwanza mwanzilishi wa jimbo la Kondoa lililozaliwa mwezi Mei mwaka 2011, atakumbukwa kwa mengi katika jamii ya Tanzania na katika kanisa Katoliki
Tanzania, bara la Afrika, na juzi tu alikuwa amepewa majukumu ya kiulimwengu na Baba Mtakatifu. Siku ya Ijumaa alipewa majukumu makubwa zaidi. Yeye ni mtaalamu wa mawasiliano, ni profesa, ni mtu aliyesomea, ana udaktari wa elimu ya mawasiliano na uandishi wa habari. Amefanya kazi kubwa sana katika kufundisha kwenye chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino tangu mwaka 1998 akiwa mwanafunzi baada ya kuhitimu, lakini baadaye akapelekwa kusoma, na kuanzia mwaka 2002 mpaka 2011 alikuwa akiwa anafundisha na kufanya tafiti za kitaaluma, lakini vile vile kulea waandishi wa habari wabobezi, na amelea waandishi wa habari wabobezi wa nchi hii wengi sana. Lakini kwa waandishi wa habari kama nyinyi mlioko hapa mbele, huyu alishawahi pia kuwa mwenyekiti wa baraza la vyombo vya habari, Medical Council of Tanzania. Ni padri, alikuwa padri, lakini alikuwa mbobezi katika mambo ya taaluma ya mawasiliano na waandishi wa habari, na katika taaluma yake ameitendea haki. Amelea waandishi wa habari wengi, na wengi wanaendelea kutumikia jamii kwa weledi mkubwa, na tunamshukuru Mungu kutupatia zawadi ya Askofu Bernardine Mfumbusa ambaye amekuwa mchungaji wetu katika hii miaka yake kuanzia 2011, lakini amekuwa mlezi wetu katika fani ya mawasiliano. Lakini kumbukwe pia alitoa mchango mkubwa sana katika kukiendeleza kitivo cha mawasiliano alipokuwa naibu makamu mkuu wa chuo katika mambo ya taaluma. Alifanya mambo mengi katika chuo cha Mtakatifu Agustino, tunavyokiona kimesambaa nchi nzima. Kimesambaa wakati yeye ndiye ni mkuu wa taaluma za St. Augustine, na ni mtu ambaye alikuwa mtu wa viwango. Kama waandishi wa habari mnavyomjua, alikuwa mtu wa viwango kwenye taaluma ya uandishi, lakini alikuwa mtu wa viwango katika mambo ya taaluma, na ndio maana mpaka sasa alikuwa amefanywa kuwa rais wa ile idara inayohusika na mawasiliano ya Kikatoliki Afrika nzima, katika mabaraza ya maaskofu ambaye anahusu nchi zote 53. Yeye ndio alikuwa kiongozi wao katika Afrika, na juzi Baba Mtakatifu alikuwa amempa jukumu la kuwa mmoja wa wajumbe wa bodi ya mawasiliano ya Vatican, ya nchi takatifu ya Vatican, mahali ambapo ni makao makuu ya kanisa Katoliki. Ilikuwa yeye kwa Afrika, ilikuwa amechaguliwa yeye. Kardinali wa Kinshasa alikuwa amechaguliwa, na yeye walikuwa wawili ndio wanawakilisha bara la Afrika katika hilo. Kwa hiyo ueledi wake katika fani ya mawasiliano ameiendeleza, pamoja na kwamba amekuwa majukumu ya kiwaskofu, lakini taaluma yake imezidi kumfanya awe mtumishi wa kanisa katika mawasiliano. Kama tunavyojua dunia leo, dunia iko kijiji kwa sababu ya teknolojia ya mawasiliano, na yeye ni mtu ambaye alikuwa mbobezi mkubwa katika teknolojia za mawasiliano, na hivi amekuwa msaada mkubwa sana kwa kanisa Katoliki Afrika, kanisa Katoliki Afrika Mashariki, na kanisa Afrika Mashariki na Kati, na kanisa Katoliki Tanzania. Amehudumu katika bodi mbalimbali, taasisi mbalimbali, ambako alikuwa ni mjumbe wa kamati katika mabaraza ya vyuo vikuu, kama kile chuo kikuu cha nchi za Afrika Mashariki na Afrika Mashariki na Kati cha Nairobi. Amekuwa pale kwa muda mrefu na ametoa mchango mkubwa sana katika maeneo hayo. Kwa hivyo mengi tutaendelea kuyasikia zaidi juu yake. Tunamshukuru Mungu katika kutupatia mtumishi ambaye amelihudumia taifa la Tanzania. Kwa kweli ni taifa limefiwa, kanisa limefiwa na taifa limefiwa. Sekta ya waandishi wa habari wakati wake akiwa pia mwalimu na nini, imeweza kutoa mchango mkubwa sana, na kama tulivyosema, amewahi kuwa mwenyekiti wa baraza
la mawasiliano la Tanzania, Medical Council, Media Council of Tanzania, Media Council of Tanzania. Amekuwa mwenyekiti wake kwa kipindi kimoja, na hivi ameweza kuongoza kitaifa pia, kusaidia serikali katika kuratibu vyombo vya habari nchini. Amekuwa ni mtu wa mchango mkubwa sana, na tunawashukuru wote waliomsaidia. Kuhusu ugonjwa wake, kwa kweli tuseme kwamba kama tulivyosema, amefariki kwa ugonjwa wa cardiac arrest, lakini alikuwa na tatizo la damu kupungua, na Aga Khan Hospital alipoenda kule Nairobi waligundua tatizo lake na wakaanzisha tiba, na baada ya wiki 3 kama amepata nafuu, akawa anarudi nyumbani. Amerudi tu nyumbani Ijumaa iliyopita, ndiye akapata hilo tatizo la cardiac arrest, ambapo na alirudi hiyo tarehe 11 akiwa hali imekuwa nzuri, lakini ilipofika hii ya moyo kupata matatizo ya kusukuma damu, ndio ikawa tatizo jipya ambalo ndio limemuondoa hapa katika maisha haya ya hapa duniani. Tunasema ni mpango wa Mungu. Madaktari tunawashukuru, wamemsaidia sana, lakini basi tunamwachia Mwenyezi Mungu kwa maamuzi yake, na sisi wote tunasema raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina.